Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, watazamaji wote wa GCN, makanisa ya matawi yote na wote ambao mnafuata mahubiri haya kwa mtandao, Mungu Baba alifanya mavazi ya ngozi kwa ajili ya Adam na Hawa walipokuwa wanaondoka bustani ya Edeni, na mavazi haya ya ngozi yalikuwa ni upendo wa kujali sana sehemu ya Mungu Baba, na ilikuwa ni kamba ya neema na wokovu kwa Adamu. Na Mungu Baba alipeana zawadi hii ya upendo kwa Adam na Hawa ambao walikuwa wanakaribia kuondoka na kupokea ukuzaji wa binadamu. Niliwaelezea hadi hapo kwenye kipindi kilichopita, na tangu hapo Mungu amekuwa akionyesha zawadi yake ya upendo kwa vizazi vya Adam. Hata wakati Israeli walitenda dhambi na kuachana na Mungu, Mungu hakuachana na Israeli. Kana kwamba Mungu alikuwa anapeana upendo usiolipika kwa Israeli, alizidi kutuma ujumbe wake wa upendo kupitia manabii. Hebu nikuelezee machache yao, baadhi yao. Isaia 49:15-16 nasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Washirika wa Korea wanazidi kusema amina na wanabarikiwa. Nanyi? Yeremia 31:3 inasema, Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Yeremia 31:20 anasema, je, Efraimu ambayo ni Israeli kaskazini si mwanangu mpendwa, mtoto ninayependezwa naye? Ingawa mara kwa mara ninanena dhidi yake, bado ninamkumbuka. Kwa hiyo moyo wangu unamuonea shauku, nina huruma kubwa kwa ajili yake, asema Bwana. Hosea 11:1 inasema, Israeli alipokuwa mtoto nilimpenda, nilimuita mwanangu kutoka Misri. Na Hosea 11:4 inasema, niliwaongoza kwa kamba za huruma ya kibinadamu, kwa vifungo vya upendo, niliondoa nira shingoni mwao, nami nikainama kuwalisha. Mungu hakupenda Waisraeli peke yake, alionyesha huruma pia kwa mataifa mengine. Alionyesha upendo wake hata kwa Waashuru ambao walikuwa ni maadui wa taifa la Israeli. Hiyo ni kumaanisha, angalia Yona sura ya 4:11, pale Mungu anasema, na mimi je, haikunipasa kuhurumia Ninawi, mji ule mkubwa wa Ashuru, ambao ndani yake wamo watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupambanua kulia na kushoto, pamoja na wanyama wengi sana wa kufugwa. Bwana wetu Yesu pia alishawahi ongea jinsi gani Mungu Baba alipenda Waisraeli. Alisema kwenye Mathayo 23:37, E Yerusalemu, Yerusalemu, uwauae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku wakusanyavyo pamoja vifaranga wake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Je, mumepokea zawadi ya upendo kutoka kwa Mungu Baba? Mungu Baba amepeana binadamu upendo mkubwa sana usio na mwisho. Ndio maana Warumi 5:8 inasema, lakini Mungu anaudhihirisha upendo wake kwetu, kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Mungu alitupenda sana hata akatoa mwanawe Yesu kama dhabihu ya dhambi zetu, abomoe ukuta wa dhambi kati yetu na Mungu. Mungu alitoa mwanawe wa kipekee asulubishwe
mwanawe Yesu akavalishwa taji ya miba kichwani, akapigwa misumari miguu na mikono, akadungwa mkuki kwenye ubavu, akamwaga damu na maji yote. Hiyo pekee ni thibitisho ya upendo wa Mungu kwetu. Anatupenda kiwango hicho chote. Yesu aliyekuja duniani kama mwokozi yapata miaka 2000 iliyopita, naye pia ni zawadi ya upendo wa Mungu kwetu sisi. Roho Mtakatifu anazidi kudhibitisha upendo huu mkuu wa Mungu kwetu sisi. Ndio maana Warumi 5:5 inasema, wala tumaini halikutukatisha tamaa, kwa sababu Mungu amekwisha kumimina pendo lake mioyoni mwetu kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye ametupatia. Ni kumaanisha kwamba Mungu amemimina upendo wake ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu aliyetupa sisi. Na kusema kweli, Mungu Baba anapeana upendo mkubwa kwa binadamu, upendo ambao binadamu hawastahili. Kila mmoja umebarikiwa kupokea zawadi ya upendo kutoka kwa Mungu Baba na Bwana. Basi upendo huo haufai kupoa. Inafaa kuzidi kuwa moto na moto hadi Bwana atakaporudi. Naomba mujazwe na upendo ambao hawezi pata pale popote duniani. Upendo ambao hawezi badilisha na chochote duniani. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Hebu sasa tuingie kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22 ambayo inasema, kisha Bwana Mungu akasema, sasa mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Sharti asiruhusiwe kunyosha mkono wake na kuchuma pia kutoka mti wa uzima akala, naye akaishi milele. Inaanza kwa kusema Bwana Mungu akasema, na kisha inataja pale mbele ya kwamba huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Kutoka kwa pale tunaweza ona si Mungu Baba alikuwa peke yake, na kuna mistari mingi kama hiyo ndani ya Biblia. Walijadiliana kuhusu Adamu pamoja na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndio maana pale imeandikwa sisi ama mmoja wetu. Mungu Baba alijua vizuri adhabu aina gani Adam atapokea katika haki kama gharama ya dhambi aliyotenda. Hata hivyo, Mungu hakumfukuza Adam duniani mara hiyo hiyo. Mungu Tatu Mtakatifu kwanza walijadiliana kuhusu jambo hili pamoja. Kwa hivyo ni kuonyesha Mungu Tatu Mtakatifu pia wako na utu wa kuelewa mioyo ya binadamu. Na bila shaka wako pia na uungu kamili ndani yao. Na zaidi ya hiyo, Mungu Tatu Mtakatifu anafanya kazi pamoja. Hakuna hata mmoja wao ambaye anaenda zake na kufanya kazi kivyake. Hakuna. Mungu Tatu Mtakatifu amegawanyika kutoka kwa Mungu asili, lakini si mtazamo wa nje pekee. Hata nguvu, uungu na utu umesawazishwa, uligawanyika kwa kusawazishwa. Hata hivyo, kulingana na majukumu yao kila moja, uwiano, resho kati ya utu na uungu ambayo inaonekana ni tofauti kati ya wale watatu. Mungu Mwana ako na uungu zaidi ya utu kwa kuonekana kulinganisha na Roho Mtakatifu. Ni kumaanisha Roho Mtakatifu ako na utu zaidi ya Mungu Mwana kwa kuangalia. By the way, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wote ni wana wa Mungu Baba, na vyeo vyao ni tofauti sana na vya Mungu Baba. Mungu Baba hata hivyo aliwachukulia wote wawili kama mgao wa Mungu unaotoshana na kufanana. Hebu nikupe mfano ndio uelewe. Hebu tuseme we ndio boss wa kampuni na kisha kuna vijana wawili watoto wako. Wale vijana wamekuwa vizuri, wamepata experience, sasa wako tayari kuendesha kampuni pamoja na baba yao. Sasa hawa vijana wawili wanakuwa maafisa wakuu wa kuendesha kampuni. Jambo la muhimu limetendeka ndani ya kampuni sasa. Sasa wewe kama boss inabidi uite bodi ya madirekta, ufanye mkutano, uitishe maono yao. Na jue ndio boss wa kampuni, utachukulia vijana wako wawili kwa usawa kama mabodi wa directors.
Na kama kweli unataka kuchukua wengine, sawa, inabidi wasikilize hata kama maono yao ni tofauti na yako. Hautawalazimisha wakufuate ili ya kusema hawa ni watoto wangu, lazima wafuate vile mimi nataka. Hauwezi sema hivyo. Lazima waheshimu, wakubali na ujue hata maono yao inaweza kuwa sawa. Mungu Baba pia alifanya hivyo hivyo kwa Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu kwa usawa kama Mungu asili. Hakuwabagua, hakuwatofautisha kati yao. Na sisemi ya kwamba Mungu Utatu Mtakatifu ako na maono tofauti kuhusiana na jambo fulani ama mambo fulani. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kila wakati maono yao yanafanana katika jambo lolote. Iwe ni katika wema, katika upendo, katika haki, Mungu Utatu Mtakatifu ako na moyo mmoja na nia moja. Ndio maana Yesu alipotoa maombi yake yafuatayo kuelekea kwa Mungu Baba kabla ya kukamatwa, akasema kwenye Yohana 17:11, aliomba akisema, mimi sasa simo tena ulimwenguni, lakini wao bado wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, uwalinde kwa uweza wa jina lako ulilonipa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Hapa akisema wao bado wamo ulimwenguni, wao inamaanisha wanafunzi wa Yesu, lakini kwa upana zaidi inarejelea wote ambao wanamwamini Yesu Kristo na wamefanyika watoto wa Mungu. Kama vile Mungu Utatu Mtakatifu wako kimoja, Yesu alikuwa anaomba kwa dhati sana kwamba watoto wa Mungu pia wawe kimoja na Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Kama utatimiza moyo wa roho, basi utakuwa kimoja na Mungu. Kulingana na umetimiza moyo wa roho kiasi gani, juu Mungu ni roho, basi pale utakuwa unamfanana Mungu. Juu Mungu ni mtakatifu, nyinyi watoto wake imewabidi muwe watakatifu. Kwa sababu Mungu ni mkamilifu, lazima muwe wakamilifu. Narudia, juu Mungu ni mtakatifu, lazima uwe mtakatifu. Juu ametakasika, lazima utakasike. Huu ndio mfano wa watoto ambao wanafanana na Mungu. Basi unavyoingia rohoni, utafanana na yeye zaidi. Ukiingia roho kamili, utafanana na yeye zaidi. Ukiingia roho kamili, utimize roho kamili 100%, 200%, na uendelee hadi ufike 100%. Tutasema kwa kweli kweli umekuwa kama Mungu kwa kumfanana yeye. Na tukafika 100%, bado si mwisho. Kuna kiwango kingine cha kumfanana Mungu Baba. Katika Mathayo 5:48 Yesu pia anasema, kwa hiyo iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na hiyo ni amri Mungu ametupa. Hiyo ni amri. Amri gani? Muwe wakamilifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ni amri tumepewa. Jinsi unazidi kutimiza utakaso na ukamilifu, ndivyo utakuwa kimoja na Mungu. Kama utafanya amani na watu ambao wamepotoka, wanachana na kweli, basi wewe hauko kimoja na kweli. Amani lazima ifanywe katika kweli. Unaona vile kamba ikiwa ni nono na yenye nguvu zaidi, basi si rahisi kukatika. Vile kiroho utazidi kupata nguvu jinsi unamfanana Mungu. Hakuna mtu atakukata na hakuna mtu atakuwa na nguvu za kukutoa mbali na Mungu. Hakuna. Basi tukajiungana pamoja katika nguvu za kiroho, tutapiga vita dhidi ya mpinga Kristo hadi mwisho wa dunia, na tutatimiza maono ambayo Mungu Baba ametupa sisi. Naomba kwa jina la Bwana ya kwamba jinsi mnazidi kukuja rohoni na roho kamili, muzidishe nguvu hii ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, nimewaambia Mungu Tatu Mtakatifu waliwaza sana kuhusu jambo hili la Adamu. Mungu Baba ndipo akasema, sasa mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Katika sentensi hiyo, huyu mtu inarejelea Adam na tena imejumuisha Hawa. Juu Adam anawakilisha Hawa pia, ambacho Mungu alimwambia Adam
basi inatumika pia kwa Hawa vile vile. Adam aliumbwa kama mwanamume wa kwanza. Hawa akaumbwa kutoka kwa sehemu ya mwili wa Adamu. Ilikuwa ni Adam ndiye alipokea mamlaka na nguvu kutoka kwa Mungu Baba. Basi ilimaanisha nini ya kwamba Adam amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya? Ni kumaanisha kwamba hata kama Adam alikuwa anajua mema peke yake hapo awali, lakini sasa amefika kujua si mema pekee lakini maovu pia. Adam alikuwa wema yenyewe, hakujua uovu, lakini baada ya kula kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya akafika kujua sasa uovu. Mungu Tatu Mtakatifu ni wema yenyewe, lakini bado anaelewa undani zaidi wa uovu. Na ulimwengu wa roho wachafu hawawezi hepa utawala wa Mungu. Kwa hivyo kama vile Mungu anavyojua mema na maovu, Adam pia akafika sasa kujua pande zote mbili na yeye pia. Hata hivyo, kiwango cha kuelewa mema na maovu pamoja, hii ya Adam ilikuwa tofauti kabisa. Kukusaidia uelewe vyema zaidi, hebu nikuelezee hali ya Adam. Adam aliumbwa kutoka kwa mavumbi ya ardhi, akafanyika kiumbe hai kupitia pumzi ya uhai aliyopuliziwa ndani yake na Mungu Baba. Kiumbe hai ni roho isiyo kamili. Haina uungu na utu pamoja kama vile Mungu Baba. Haina. Utu ambao Adam kiumbe hai alikuwa nayo ilikuwa pia tofauti na utu ambao Mungu Baba alikuwa nayo, na utu ambao binadamu wa dunia hii ako nayo tofauti. Ilikuwa ni utu ambao inakuwa kupitia maarifa, lakini si ulinganishi wa mambo. Adam alikuwa na maarifa na uwezo wa roho, lakini sehemu chache tu kulinganisha na kila ambacho Mungu Utatu Mtakatifu alikuwa nayo. Wakati Adam alikula tunda lile, macho yake yakafunguka, kaona dunia mpya ambayo hakuwahi ona. Kwa mfano, wanafunzi wanapozidi kukua, wanakuwa vizuri chini ya uangalizi wa wazazi wao waaminifu. Kisha mwanafunzi anaingia shule ya msingi, anaingia shule ya upili, kisha anafika chuo kikuu, na pale anapatana na dunia mpya sasa. Anapopatana na dunia hii mpya kupitia marafiki wa dunia ama njia zingine, utaona muonekano wa huyo mtoto inaanza kubadilika. Muonekano wake wa utulivu na upole inayeyuka na kufifia, inakuwa kitu kingine tofauti. Wanafunguka macho wazi, wanaona dunia mpya, kumbe ni dunia inatawaliwa na adui Ibilisi. Sasa Adam alikuwa katika hali kama hiyo. Alisoma sasa, kumbe kuna ulimwengu wa uovu ambayo si ya wema na haina ukweli. Akafika kujua hiyo. Lakini kujua hiyo, ufahamu mpya, hiyo pekee si dhambi. Dhambi ni kuchukua hatua moja kwa moja na kuingia katika dunia mpya ya uovu ambayo si wema na si ukweli. Kwa kukula kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Adam tayari, kwa kukula tu tayari alikuwa shaingia katika ulimwengu wa giza. Kwa sababu dhambi dhahiri ya kutotii neno la Mungu ilitendeka, Adam akageuka mara hiyo hiyo kutoka kuwa kiumbe hai akawa sasa kiumbe cha kimwili. Na mimi najua hatua hiyo vizuri sana kwa sababu nimeshawahi experience mimi mwenyewe. Na ujue mtu wa mwili hafai kabisa kuishi katika bustani ya Eden ambayo ni ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo sehemu ambayo ilikuwa inaingiana na yeye sasa juako wa kimwili ilikuwa ni dunia hii ya kimwili. Kwa sababu aliumbwa kutoka kwa mavumbi ya dunia hii, aliporudi kwa mtu wa kimwili, basi hakuwa na pali pengine pa kuenda ila duniani. Na ndio maana Mungu Tatu Mtakatifu hatimaye wakaamua watume Adam na Hawa washuke bustani ya Eden wakuje duniani. Sasa kwa nia hiyo ndio Mungu akasema na asije akaruhusiwa akanyosha mkono wake akala kwenye mti wa uzima na kisha kaishi milele.
Bila shaka maneno haya pia natuelezea uwezo, nguvu za tunda hii la mti wa uzima. Inamaanisha hata kama ulikula mti wa ujuzi wa wema na mabaya, ile ya kukufa, lakini kama utakula kwenye mti wa uzima, bado utaishi milele. Ndio inamaanisha. Ndio maana Mungu akafanya Adam, kabla atende dhambi, akamfanya alinde mashariki ya Edeni, izuie nguvu za giza zisije zikaingia na kula kwenye mti wa uzima. Kwa nini akafanya hivyo? Mungu alimpa Adam mamlaka ya kulinda mashariki ya Edeni, ndio kwamba adui shetani asije akapata tunda la mti wa uzima. La sivyo ataipata, ataikula na atakuwa adui milele. Kwa sababu roho chafu ziko na mamlaka ya mbingu ya pili kwenye giza. Kwa hivyo kama wangekula kwenye tunda hilo la uzima, basi wangebaki adui milele, wangeishi milele kama adui. Hata kama Adam alitenda dhambi, angepata uzima wa milele kama angekula tunda la mti wa uzima. Kwa hivyo walitamatisha wakasema, Adam ambaye sasa amekuwa mtu wa kimwili lazima arudi duniani, hawezi baki bustani ya Edeni. Adam hafai kufurahia uzima wa milele kwenye bustani ya Eden baada ya kutenda dhambi yake, lakini sasa ilimpasa aende kwenye ulimwengu wa kimwili, aishi kulingana na utaratibu wa mwili na kisha kumbane na mauti pale. Na kisha Mungu akajiandaa sasa atume Adam na Hawa awafukuze. Sasa huo ndio ulikuwa ni mwisho wa Adam? La hasha. Mungu Baba alijua kwamba Adam hatimaye atatubu, ataokoka baada ya kuishi maisha yake duniani. Alijua. Ingekuwa ni huzuni sana eti binadamu wa kwanza aliyezaa binadamu wote ati mwisho wake ni jehanamu. Huzuni kabisa. Haiwezekani. Ndio maana Mungu akamfungulia njia, akaokolewa. Baada ya Adam kuokolewa, sasa anaweza furahia uzima milele mbinguni ambayo hauwezi linganisha na ya bustani ya Edeni. Adam ambaye alipitia ukuzaji wa binadamu hivi, akapata utu mwingine tofauti sana na uti ambao alikuwa nao katika bustani ya Eden. Sasa akapata utu si katika maarifa pekee, lakini kupitia experience ya ulinganishi ambayo sasa amepitia kwa mwili wake na kwa akili yake na moyo wake. Sasa hiyo ni utu tofauti. Ndio uelewe, hebu chukua furaha kama mfano. Furaha ya mtu ambaye ameshawahi pitia huzuni ni tofauti na furaha ya mtu ambaye hajawahi onja huzuni hata kidogo. Furaha ya mtu ambaye ashapitia huzuni mzito lazima itakuwa tofauti na furaha ya mtu ambaye ni tajiri, ako na afya, hajawahi pitia uchungu wowote ama huzuni yote. Furaha zao mbili tofauti kabisa. Sasa tofauti kati ya watu wale wawili ni tofauti kubwa sana. Hasa watu wawili wakaingia mbinguni, watawazia namna gani? Wale ambao wamepitia huzuni hii kwa uzito, wakifika mbinguni watafurahi zaidi, watashukuru zaidi. Mtu ambaye hajaipitia huzuni, hajaipitia shida duniani na kisha afike mbinguni, hata hisi shukran vile, furaha vile, juu hajaipitia huzuni. Lakini duniani kila mmoja anapitia huzuni na furaha pamoja. Na ndio maana tunaelewa ulinganishi, relativity. Kunaweza kuwa na tofauti kati ya nani ameihisi kwa uzito zaidi. Vile vile na furaha na chuki. Furaha ya mtu ambaye amepitia magumu ni tofauti na furaha ya mtu ambaye hajaipitia ugumu. Kwa undani na kwa uzito ni tofauti.
Sasa je, utu wa Mungu Utatu Mtakatifu ni namna gani? Hebu linganisha na utu wa binadamu wa kimwili. Utu wa Mungu ni utu wa kiroho ambayo iko katika mrengo wa uungu, na utu wa binadamu ni utu wa kimwili. Ni ngumu kiasi kuelewa, lakini makinika, tafadhali uelewe. Makinika uelewe. Utu wa Mungu ni utu wa kutenda mema pekee, hata kama najua tofauti kati ya wema na uovu. Kwa maneno mengine, utu wa Mungu ni utu wa kutenda mema peke yake, hata kama anajua vizuri kuhusu mema na maovu. Utu wa binadamu ni utu ambao hauwezi tofautisha vizuri kati ya wema na uovu, na inasukumwa na hisia tu. Vile unajua kuna ngazi 4 za wema, na tukisema ngazi ya 4 ya wema ni ndani sana. Kusema kweli, kufika tu ngazi ya 2 ya wema, hapo umetimiza mambo kubwa sana. Kwa mtazamo wa dunia, hata ngazi ya 1 na ngazi ya 2 ya wema, hapo kazi kubwa umefanya sana. Lakini kwa mtazamo wa Mungu hakuna kitu kama hicho, hata si wema. Mungu anatambua wema ya kweli inaanzia ngazi ya 3 ya wema ama kupanda juu. Hebu tuchukue upendo kama mfano. Mungu alipenda binadamu sana kiasi ya kwamba alitoa mwanawe wa kipekee. Upendo kama huu ni upendo mkubwa kuliko pendo zingine. Ni upendo wa ndani mkubwa sana. Alituonyesha kilele cha upendo kwa kutoa kila kitu chake. Upande mwingine, watu hupenda vitu ambavyo vinabadilika na kuoza. Upendo wa kiroho na upendo wa kimwili ni kinyume kabisa. Haijalishi mnapendana kiasi gani, upendo wa kimwili ni bure, haina cha maana ndani yake. Na tusiwahi elezea ama kuhubiri upendo wa Mungu kwa kulinganisha na upendo mwingine. Usiwahi dhubutu. Juu, after all, ni upendo gani huo utalinganisha na upendo wa Mungu? Utakapofika kujua undani wa upendo wa Mungu, hautaimwogopa kimwili, kwa sababu yeye ni upendo. Na ukimjua hautatenda dhambi. Kama vile waraka wa kwanza wa Yohana inasema, hauwezi tenda dhambi. Kwa hivyo hautamwogopa Mungu. Juu unajua upendo wa Mungu. Na ujue Mungu hajawahi kutukataa sisi. Mungu hajawahi kututupa. Hajawahi sema kwamba mimi siwajui. Juu tulifanya makosa 1, 2 pekee. Hajawahi sema hivyo. Lakini shida iko wapi? Shida ni sisi binadamu ndo tunamwacha Mungu, tunamgeuka Mungu, tunamtupa Mungu, kisha tunapenda adui ibilisi ambaye anapinga Mungu, na kisha tunatii adui ibilisi. Hakuna vile utaacha upendo huu ambao tumepewa na Mungu. Kama utajua undani wa upendo wa baba yako Mungu, hauwezi tenda dhambi, hauwezi tenda uovu. Kwa hivyo hautamwogopa Mungu kimwili, juu unaishi kulingana na neno lake kwa nuru. Ndio maisha ya furaha ya baraka ya kweli. Ni rahisi kwangu kuhubiri hivi juu najua wengi wenu mnaishi kulingana na neno la Mungu. Hatuwa mnasema mnapendana lakini pia mnachukiana. Wakati haingiani na vile unataka, mnachukiana. Hiyo ni upendo wa kimwili. Na hiyo haiwezi kaa, mtakasirika, mtachukiana, mara mnapendana, mara mnachukiana kulingana na mood. Hiyo ndio unaita upendo. Upendo haufai kubadilika. Upendo si ati nakupenda leo juu ya hii, kesho nakuchukia juu ya hii. Upendo gani huo? Hata wale walioleka wakati mwingine wanaachana ama naitisha talaka baada ya miaka michache tu. Utaita aje upendo huo? Si upendo. Kama kweli mnapendana, hamwezi leta maneno kama haya kwa mwenzako ati nataka talaka, nataka tuachane. Mtaishi kwa moyo mmoja hadi kifo iwatenganishe. Wakati mwingine
Munaumizana moyo, munaumizana ndio ujijazie vile unataka. Hiyo yote ni upendo wa mwili. Lakini Mungu anataka tuwe na upendo wa kiroho. Mungu anataka tuwe na upendo wa kiroho. Nasi pia tunaweza kupata utu wa kiroho ambao Mungu ako nao. Washirika wa tabia ya uungu, mukiokolewa kutoka kwa uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Vile imesema tumefanywa kuwa washirika wa tabia ya uungu. Tumefanywa kuwa washirika wa tabia ya uungu. Basi unapodondoa tabia za mwili zote na utimizi akili ya roho, utatimiza tabia za uungu. Na hiyo ndio mapenzi ya Mungu kwako. Mungu hajai sema kwamba ati msinifanane, uungu wangu msinifanane. Hajai sema hivyo. Badala yake kila wakati anatuhimiza munifanane. Mimi ni mtakatifu, mimi ni mkamilifu. Iweni wakamilifu, watakatifu kama mimi. Muwe wakamilifu kama mimi. Ndivyo anasema. Hajai sema ati msinifanane. Amesema hivyo katika Agano Jipya, Agano Kale anasema tumfanane. Utu wetu basi utaweza badilika kwa utu wa kiroho na tutamkaribia Mungu katika utu wake. Na jinsi unamkaribia, jinsi utazidi kuboreka. Mungu anataka watoto wake wawe kama yeye aliye baba. Badala ya kusema wewe hauwezi kuwa kama mimi, hauwezi fanana na uungu kama mimi. Nyinyi ni watu wa mwili, hamwezi. Mungu hajasema hivyo na hawezi sema hivyo. Badala ya kusema hivyo anafanya nini? Ametoa mwanao wa kipekee. Ndio kwamba kupitia tuwe kama yeye. Tunavyozidi kuwa kama Mungu Baba utaboreka. Kama ni 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, jinsi unamfanana utazidi kuboreka. Na utajipata umeingia roho kamili. Unadhani utamalizia pale ndio mwisho? Hapana. Hata baada ya kufika roho kamili inabidi umfanane Mungu tena raundi nyingine, 1%, 2% hadi ufike 100 ya roho kamili. Pale ndipo utakuwa kama kina Abrahamu, kina Elia, kina Enoch, kina Musa. Lakini simaanishi mtakuwa na utu ambao unafanana kabisa na wa Mungu. Juu Mungu utu wake iko pamoja na uungu mkamilifu. Utu mkamilifu unatokana na uungu mkamilifu, na uungu mkamilifu unatokana na utu mkamilifu. Hiyo ni ya juu sana, hatuwezi timiza. Juu binadamu hawezi pata uungu mkamilifu, basi utu wake hauwezi fanana kabisa na wa Mungu. Hata hivyo, kwa kiwango ambacho moyo wako utabadilika kuingia rohoni, utapokea uungu ambao ni wa Mungu. Kwa kiwango ambacho uungu utapokea, utu wako pia utabadilika kwa tofauti. Chunguza Yesu vizuri. Vile ameandikwa kwenye Injili 4 zile, utaelewa utu na uungu wa Mungu. Alionyesha nguvu kubwa sana, lakini hakuwahi kujivuna, kujigamba. Alibaki mtulivu, mpole. Lakini upole wake haikumaanisha ati aingiane na mambo yasiyo ya haki. Kati ya baba zetu wa imani, Elia, Enoch, Abraham na Musa walijazwa na uungu na utu ambao ni wa Mungu. Na ndio maana Elia kanyakuliwa juu akiwa hai. Enoch akatembea na Mungu hata akiwa duniani. Abraham na yeye akaitwa rafiki ya Mungu. Musa naye akaongea na Mungu kana kwamba anaongea na rafiki yake. Hao watu walitimiza kiwango cha juu sana cha roho kamili. Lakini nyinyi pia munaweza. Kwani Biblia imerekodi imesema hamtaweza? Biblia inarekodi kitu ambacho kinawezekana, na ukifika kiwango kile Mungu atafurahi. Si Mungu alipendezwa na imani ya Abrahamu na imani ya Enoch, ya Musa? Mungu alipendezwa nazo zote sana. Na Mungu akasema
ati nibadilishe Musa na Waisraeli, afadhali nichukue Musa niache Waisraeli. Ndivyo alisema. Lazima tuelewe moyo na nia ya Mungu. Kwa nini Mungu afadhali achague Musa achane na watu wa Israeli? Kwa nini achague mtu mmoja? Afadhali apoteze Waisraeli wote? Ndiyo, mtu wa roho kamili ni mtu wa dhamana sana machoni pa Mungu. Mtu wa dhamana. Mungu hawezi mbadilisha na watu wengine wa kimwili. Hawezi. Ni watu wa dhamana sana kwa Mungu. Natumai wengi wenu mtatimiza roho kamili na muwe na uungu wa Mungu kikamilifu. Kwa hivyo naomba kila mmoja wenu kwa hakika mufike rohoni. Miezi 6 pekee imetosha kufika rohoni. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Hallelujah, Almighty God, our loving Father. Please lay your hands on all believers who are receiving this prayer now. Show your works and transcend time and space on those who are receiving this prayer through GCN, internet, and satellite TV in branch churches and the local sanctuaries and all other children of God around the world. Give them the faith to believe from the heart, drive away negative thoughts and doubts, all tests and trials. From head to toe, all organs, joints, nerves, tissues, and cells, whatever the sick part may be, burn them with the fire of the Holy Spirit and the original light. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, all diseases, germs, and viruses and infirmities, go away, light come. Please scorch all their incurable disease with the fire of the Holy Spirit. Drive away all endemic disease, including malaria. All infectious disease, including cold, flu, and fever, go away. Protect them from all kinds of germs and viruses. Heal them of all stomach, lung, liver, breast, urine, and intestinal cancers, AIDS, leukemia, cerebral stroke, high and low blood pressure, diabetes, thyroid problem, and the heart, lung, and the women's disease, and all inflammations go away. Heal them of polio, stroke, arthritis, and herniated disc, back pain, headache, and nausea, and all of the pains disappear. Epilepsy, autism, depression, neurosis, and other mental diseases go away. All kinds of paralysis be loosened, get up, the walk, and leap. Let the eyes see, let the ears hear, let the blind come see, deaf hear, and the mute speak. Heal them of after effect of all kinds of accidents. Fix their broken bones, restore them from burns. Let the heat and the burning sensation go away. Father, please have all skin be intact, be cleansed from all kinds of drug addictions, poisoning, and substance abuse. The dead nerves, tissues, and cells be regenerated. Bring the dead and back to the life. Give them the blessing of a conception, receiving the blessing of a conception. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and the Satan, the ruler of the power of the air, the evil forces of the heavenly places and their servant go away, evil, unclean, false, and the deceitful spirit, something alienating, and all forces of darkness, loosen the bond of the weakness, darkness go away, light come. Father God, give them strength to cry out in the prayer and the power to cast off sins and become sanctified. As their souls prosper, let all things go well with them, and their family be evangelized. Protect them from all kinds of accident and disaster through this week, and bless them to lead a prosperous life without any problems, with a fiery wall of the Holy Spirit, heavenly hosts, and angels with your blazing eyes. Protect your children, their families, workplace, and the business field. Please let students have a wisdom and smartness, and have them we be willing to study with fervor. Please do not let them lose their heart to worldly things, and let them love God more fervently. Whether your children
children eat or drink, and whether they do, let them live a life glorifying your Father God. Let them be able to testify about the living God, saying, I've met and experienced God, and received His answers and the blessings. Father God, thank you. Be glorified, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen.